Huyu bundi huyu ni ndege, lakini watu wana itikadi mikosi kweli kweli kwake. Alafu kama vile jamii inaafikiana, sijui aliokosa nini huyu ndege. Yani kana kwamba vile jamii inaafikiana. Huyu bundi huyu ni ndege, lakini watu wana itikadi mikosi kweli kweli kwake. Alafu kama vile jamii inaafikiana, sijui aliokosa nini huyu ndege. Yani kana kwamba vile jamii inaafikiana. Sasa angalia zama za Mtume alayhi salatu wasallam, anamtaja ndege huyu bundi kwa sababu katika jahiliya walikuwa na itikadi chafu kuhusiana na ndege huyu. Walikuwa wanaona ni mikosi kweli kweli ndege huyu akitokea akitua kwenye paa la nyumba ya mmoja wao katika zama za jahiliya huko. Jahiliya tunazungumzia kabla ya Mtume alayhi salatu wasallam. Alikuwa bundi akitua katika nyumba au paa la nyumba ya mmoja wao, wana itikadi huu ni mkosi mkubwa sana. Na akitoa ile sauti wana itikadi kwamba hii sauti anamtangazia kifo cha mmoja katika watu wetu wa familia ya karibu, katika watu wetu wa karibu. Sasa ndege huyu toka zama hizo ilikuwa hivyo. Kadhalika hili jambo linaendelea mpaka wa leo, na nyinyi mashahidi. Hii miji yetu hii, achilia mbali ukienda huko wapi Kenya wapi, tuzungumzie miji yetu tulionayo. Yani kana kwamba miji yetu inaafikiana kuhusiana na ndege huyu, ila wale wenye itikadi salama. Lakini wengi wao wenye itikadi mbovu ndege huyu wanamuogopa kweli kweli. Lakini mimi nikasema, mbona kuna baadhi ya maeneo ndege huyu analiwa? Sasa muogopa nini? Mnaogopa? Mbona kuna baadhi ya maeneo wenyewe wanatengeneza supu na wanaisifia kweli kweli, wanasema ni tamu huyu ndege kuliko kuku. Lakini kuna baadhi ya watu hapa tayari hawataki hata kumuona. Achilia mbali zao muinde wamfanye kitoweo, kumuona hawataki. Kwa hivyo itikadi kuhusiana na ndege huyu hakuna. Mtume alayhi salatu wasallam asema itikadi ya mikosi kuhusiana na ndege huyu hakuna.